au kupata walau sare mbele ya Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho wamekipata hilo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya Simba, lakini isingewezekana wao kupata ushindi ama hata kupata alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Tuliwaheshimu, tuliweka mpira chini, tukaangalia namna gani tunaweza tukawafungua. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha pili meneja Dimitar Pantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa. Tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao la tatu la Eli Mpanzu, lakini yote kwa yote sisi tuna furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumepata. Tumeendeleza maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu. Mechi 3 tumeshinda mechi zote. Hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo imefanikiwa kushinda mechi 3 mtawalia. Ni Simba Sports. Nimeridhika 100%. Of course bado kuna kazi kubwa tunafanya kuiboresha timu yetu, kuweza kutumia zaidi, kutengeneza nafasi. Hiyo ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi tumeridhika, tulikuja kufuata tunapata kuja kama meta mzungumzie akipata nafasi anaonyesha sana. Kama amekuja, hii ni mechi ya 3 ya ligi kuu. Tumecheza mechi 4 za kimataifa, zote hizo ambazo amepata nafasi. Aidha akianza anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko anakuwa na mchango chanya. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Ali kwa namna ambavyo ameitengeneza JKT na kuifanya kwa moja kati ya timu shindi. Tumezoea kuiona timu ya JKT ama timu zenye jeshi mbudio wa mwalimu Ali ameibadilisha JKT. Sasa inatumia nguvu, vile wanatumia mipango mingi ya kiufundi. Unaona JKT wanaanzia wanapiga pasi moja ni kwa mpinzani. Ni mabadiliko makubwa ambayo ameifanya technician Ahmed Ali, na kwa hilo kusema kweli anastahili kila pongezi, na kama taifa tuna kila sababu ya kumtazama Ahmed Ali kama lulu kubwa katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini pamoja na ubora waliokuwa nao JKT Tanzania, bahati mbaya kwao wamekutana na Simba Sports Club isiyoshindika. Isingewezekana kwa namna yoyote ile JKT Tanzania kupata ushindi au kupata walau sare mbele ya Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho wamekipata hilo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata kagoli kamoja mbele ya Simba, lakini isingewezekana wao kupata ushindi ama hata kupata alama moja kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Tuliwaheshimu, tuliweka mpira chini, tukaangalia namna gani tunaweza tukawafungua. Kipindi cha kwanza ikawa ngumu, kipindi cha pili meneja Dimitar Pantev akabadilisha mipango yake ya kiufundi sanjari na kubadilisha wachezaji, na tumeona imetulipa. Tumepata mabao mawili na almanusura tupate bao la 3 la Eli Mpanzu, lakini yote kwa yote sisi tuna furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumepata. Tumeendeleza maximum winning na 100% winning kwenye mechi zetu. Mechi 3 tumeshinda mechi zote. Hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania msimu huu ambayo imefanikiwa kushinda mechi 3 mtawalia. Ni Simba Sports. Nimeridhika 100%. Of course bado kuna kazi kubwa
kufanya kuiboresha timu yetu, kuweza kutumia zaidi kutengeneza nafasi. Hiyo ni kazi ya mwalimu wetu Dimitar Pantev. Sisi tulikuja kupata tunapata kuja kama meta amzungumzia alikuwa akipata nafasi anashukuru sana. Tangu amekuja, hii ni mechi ya 3 ya ligi kuu. Tumecheza mechi 4 za kimataifa, zote hizo ambazo amepata nafasi. Aidha akianza anakuwa na mchango chanya, akiingia kutoka kwenye mabadiliko anakuwa na mchango chanya. Ni mchezaji wa daraja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi. Anaweza akakatiza uwanja akaingia goli, anaweza akapiga pasi, anaweza akashoot. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa 100%. Pasi mtelezo ni ile ambayo watu wamekaa wengi kwenye kikundi, alafu unapenyeza katikati yao, inapasua. Ndicho ambacho alifanya hata kwenye utengenezaji wa goli la pili. Alipenyeza katikati ya mabeki watatu wa JKT, wakatamani kama kuigusa hivi, ikawaporochoka, ikamkuta Simba Mweusi akafunga walete. Mechi zote mlizocheza ametoa man of the match. Leo ilikuwa nizamu ya Wilson Nangu. Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuangamizia JKT Tanzania ni silaha mbili, ya Wilson Nangu pamoja na Yakubu Suleiman, na imetulipa. Kwanza imeonesha kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na Wilson Nangu. Leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameibuka shujaa, anakuwa mchezaji bora wa mchezo huu leo, lakini kama haitoshi, ndio mchezaji ambaye aliyeturejeshea pumzi baada ya JKT kuwa ametutangulia. Pumzi kaanza kupata katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, wakati wana magoli mengi kweli. Wilson Nangu na magoli mawili, moja kwenye Champions League, moja kwenye ligi kuu ya NBC. Inspector Karabwa Shamo ana goli mawili, nikumbusheni, ana goli moja. Rushain De Rock ana magoli mawili. Rushain De Rock ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonesha ni kwa namna gani silaha hii ambayo tulichukua kutoka JKT iko timamu kwenye kuitumikia Simba Sports. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Leo tuliko ugenini nyumbani. Ugenini kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya wingi wetu, lakini nyumbani kwa maana ya kufungua bismillah matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani leo kuja kutusupport. Nilikuwa napata hofu sana wangetuacha peke yetu, tungejisikia unyonge. Na kama haitoshi, JKT wana vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana. Leo nadhani hawajaja. Sasa nikawaza majukwaani wakitawala, wale vijana wa JKT wamenyoa vipala, wanacheza na kushangilia muda wote. Sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia. Lakini washabiki kuja kwa wingi, na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa, wamekuja nayo na tumekamata. Tumefurahi wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja. Kwa huku Mbweni Shumani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake. Kwa daladala ni changamoto.
dada zinapita kule Bunju kule Bunju bisi Bunju huko Latifu unaona huko nakaa mbali mama, lakini leo nasereka si ndio? Dada zinapita huko kule, mimi uchukue tena boda Kengeni, uchukue bodaboda nyingine tena uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba kwamba wametengeneza kwa utaratibu, kila tawi kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani, gari inapaki hapo, ikiisha mnaingia kwenye magari yenu mnarudi mjini. Na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuhyo, waje kwa mtindo huo. Tuendelee kuiunga mkono Simba yetu, huu ni mwaka wetu. Pantev mechi yake kwanza ya ligi. Ya bila shaka kuna ujumbe ameupata kupitia mechi hii. Hii ligi ni ngumu kweli. Hawa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wameonesha kiwango bora hii leo, bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake, kwa sababu kitu kizuri ukianza na ugumu inakufungua zaidi ya akili, ufanye maandalizi makubwa zaidi, kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu. Lakini ukianza na mchekea unampiga mtu bao 4 bao 5, psychologically unakwenda kuamini kwamba ligi ya Tanzania kumbe ni mseleleko namna hii. Lakini ukianza na watu chuma namna hawa kama JKT. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.